usingizi, kuna mambo kadhaa ambayo ni muhimu kuyataja ili hata uweze kupata ule usingizi. Kuna kitu ambacho tunaita sleep hygiene. Sleep hygiene ni ile hali ambayo inakuwezesha kuhakikisha kwamba unapata usingizi unaofaa, unalala, mwili wako unalala jinsi inavyofaa, unapumzika vya kutosha na unalala kwa muda unaofaa. Tunapozungumzia muda wa kulala, muda unaokubalika kwa mtu ambaye afya yake iko sawa sawa, na ni mtu ambaye labda ni mtu mzima, sio mtoto mchanga, kati ya saa 6 hadi saa 8 kwa siku zinakubalika kwamba ndio masaa hasa ambayo yanayofaa ili mwili wako uweze kupumzika. Kitu kingine ambacho tunaweka katika tunapozungumzia sleep hygiene ni kuhakikisha kwamba mahali unapopalala ni mahali ambapo pana some level of comfort. Uwe kwamba ni mahali pazuri unapolala, ni mahali ambapo ni safi, mahali ambapo umepunguza viwango vya kelele, na pia hizi tabia za kwenda kitandani na simu, kwamba umeweka TikTok, uko pale kitandani unatazama runinga, ile ni poor hygiene. Kwa tuna encourage kwamba mahali unapolala ni vizuri, unapoingia kitandani ama unapoingia mahali pako pa kulala uweke hizi vitu kando. Halafu vyakula vinavyoliwa haswa mtu anapoenda kulala, kwa mfano kuna vinywaji ambavyo tunajua vinaharibu sleep. Kwa hivyo ni vizuri kuhakikisha kwamba unapokaribia muda wako wa kwenda kulala, hakikisha kwamba unakunywa vinywaji ambavyo havina caffeine, kwa mfano, ambavyo havita disrupt your sleep. Kuingia sasa kuzungumzia faida za usingizi, jambo la kwanza ambalo usingizi mzuri hufanya ni kitu ambacho tunaita emotional regulation ama mood stabilization. Mtu aliyelala vizuri, mtu ambaye amepumzika vizuri, zile feelings zake, zile emotions zake zinakuwa stabilized, zinakuwa hako katika hali ya kuweza kushughulikia emotions zake vizuri. Anaonekana ni mtu ambaye ni mchangamfu, ni mtu ambaye hata kwa muonekano tu unaona ni mtu ambaye ako alert. Kitu kingine ni kwamba usingizi una boost our cognitive functions. Cognitive functions ni ule uwezo wa kwamba una uwezo wa kukumbuka vizuri, una uwezo wa problem solving, kule kutatua changamoto ambazo mtu ako nazo, inakuwezesha kuconcentrate katika kile ambacho unachokifanya, na pia kukua creative. Kwa hivyo usingizi una mtu anapokuwa amelala vya kutosha, those cognitive functions zinakuwa boosted. Kingine ni kwamba usingizi wa kutosha unapunguza ile hatari ya kupatikana na magonjwa ya afya ya akili, magonjwa kama vile anxiety, depression na acute stress. Hizi ni changamoto ambazo ama ni hali za afya ya akili ambazo iwapo mtu hapati ugonjwa ama upati usingizi wa kutosha, kuna uwezekano kwamba unaweza kujipata katika na conditions kama zile. Halafu usingizi huwa tuna encourage sana, sababu ni njia moja ambayo inasaidia kumanage stress. Sababu kuna watu ambao wanapokuwa na stress unapata mtu anakosa nafasi ya kulala. Usingizi, sleep is known to support in stress management. Na pia pamoja hapo na stress management pia inasaidia kupunguza kitu tunaita burnout, ule uchovu unaotokana na kazi unayoifanya. Iwapo wewe ni mwalimu, iwapo wewe ni mwanahabari, iwapo wewe ni mhudumu wa afya, kuhakikisha kwamba una muda wa kutosha na kulala usingizi wa kutosha inasaidia kupunguza that burnout. Halafu kingine cha muhimu sana ni kwamba mtu ambaye amelala vizuri, mtu ambaye amepumzika, mtu ambaye amepata usingizi wa kutosha, social interactions zake zinakuwa healthy. Ni mtu ambaye anaweza kuchangamana na watu, kutangamana vizuri, waongee vizuri, kuhusika katika our daily social interactions. Na la mwisho hapa ni sayansi kidogo. Kuna kitu ambacho kinaitwa neurotransmitters katika akili zetu. Usingizi, mtu ambaye amelala vizuri, unapatia mwili wako, unapatia ubongo wako nafasi ya kufanya neurochemical balancing. Yani zile neurotransmitters ama chemicals katika kemikali ambazo ziko katika ubongo wetu zinakuwa na nafasi ya create that balance. Kwa mfano there is a neurotransmitter ambayo tunaita serotonin, nyingine tunaita dopamine. Unapolala vizuri, huo ndio wakati ambapo mwili wako unafanya ile balancing na kuhakikisha kwamba generally your mental health iko sawa sawa.